Jina lako lisifiwe. Baba yetu, Mungu wetu, mfalme wetu, uhimidiwe milele. Asante kwa sababu ya neema yako inayotusaidia kila wakati na kila saa. Jina lako litukuzwe tena na mapenzi yako tena yakatimizwe. Asante kwa ajili ya uaminifu wako juu ya maisha yetu. Ninaomba uturehemu, ninaiomba damu ya Yesu iendelee kusimama na maisha yetu wote, kanisa, taifa, vijana na wazee, wanawake na wanaume katika taifa, katika Tanzania, katika Afrika. Damu yako itunenee mema. Hata wenzetu walioko nje Bwana ya Tanzania, ninaomba rehema zako na fadhili zako kwao, katika jina la Yesu Kristo wa rehemu. Uturehemu. Hakika ni wakati wa damu yako sana kutusaidia kusimama na taifa, kanisa, katika nchi hii. Baba, kwa neema, kwa rehema twakuomba. Tuangalie, turumie, tuokoe, utuvute kwa uweza wako, utuvute kwa upendo wako, utusaidie Bwana. Mapenzi yako yakatawale, yakatimizwe, yakatendeke. Utukufu wote na nguvu ni za kwako, wewe uliye mkuu sana na mtakatifu. Bwana wa majeshi ndilo jina lako, na usifiwe milele. Ninaomba rehema juu ya kila mmoja, sisi watumishi wako, kanisa lako na malango yetu. Damu ya Yesu ikasimame na Tanzania, damu ya Yesu ikamiliki. Yesu Kristo wa Tanzania iko mikononi mwako. Tanzania iko mikononi mwako Bwana. Tenda lile likupendezalo kwa utukufu wa jina lako, kwa kuwa unatupenda na unatujali, na kwa kuwa unatusikia katika kuomba kwetu, Mungu wetu, mfalme wetu, katika jina la Yesu. Asante kwa huruma zako ambazo ni nyingi na fadhili zako ambazo ni kuu sana, katika jina la Yesu Kristo. Mkono wako unaotenda ukatende, ukafanye, na jina lako Yesu likaendelee kutukuzwa sasa na milele. Ni katika jina lako Yesu linalopita kila jina. Asante kwa uaminifu wako na ukuu wako. Naomba uponyaji kwa huyu mtu ambaye ana udhaifu au ana shida katika mwili, maisha yake. Naomba mponye, mtie nguvu kwa Roho wako Mtakatifu. Naomba Baba akaendelee kusikia sauti yako. Naomba Baba akajue nini mapenzi yako, tukajue tena ni nini mapenzi yako kwa sasa, majira tulio nayo, msimu tulio nao. Mungu, tujaze hekima yako, maarifa yako, ufunuo wako katika maisha yetu, katika taifa, katika kanisa, katika dunia hii. Naomba tusaidie watumishi wako, tusaidie watoto wako, tujaze, turumie, tufunulie kwa mapenzi yako yaliyo mema, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki na karibu sana katika huduma hii nyingine nzuri ya kiroho, ya kula chakula cha roho, kinachoendelea kutusaidia kumjua Mungu, kumfahamu Mungu, kumkaribia Mungu na kuepuka uovu na kuepuka maovu. Tunaendelea kuiomba sana damu ya Yesu kwa taifa letu la Tanzania, mahali ambapo yameendelea kufanyika mambo ambayo ni mabaya zaidi, ambayo hatukuwahi kuyaona, hatukuwahi kuyashuhudia. Usiache kuendelea kuiomba damu ya Yesu isimame na Tanzania, na Yesu wetu wa Tanzania afanye yeye, asimame yeye na mapenzi ya Mungu ambaye ni mwenye uweza wote, akafanya kwa utukufu wa jina lake. Nyakati tulizo nazo kuna masomo muhimu sana sasa ya kufahamu. Kuna maneno au maandiko matakatifu ambayo tunapaswa kuyajua sana katika nyakati tulizo nazo, hata kwa kurudia na kutafakari zaidi ya maandiko, kwa sababu tukumbuke sisi tuna kizazi kinachokuja. Wewe kama ni kijana, maana yake kuna watoto baadaye. Unategemea kuwa na familia. Kama ni mtu wa miaka 60, 70, tayari una wajukuu na vitukuu. Kuna kitu ambacho wanatakiwa kipate, na ni wakati ambapo haki inapotea sana, damu za watu zinamwagika kirahisi, kama vile ni nyama au ni ndege tu au ni kuku au ni mbuzi. Sasa ni hatari sana, na katika hapo leo tuna ujumbe ambao utatuendelea kutusaidia kuona kwamba watu wanapoishi hivyo, hata sadaka wanazotoa inawezekana kabisa kwamba nyingine zinakataliwa, na sio inawezekana, zinakataliwa. Hebu tuone sasa. Somo hili litakusaidia kujua kwa vile watu wanavyoishi, maisha watu wanayoishi, vipato watu wanavyovipata, na sadaka zinazotolewa. Twende tuone Biblia inasemaje kwa habari ya maisha tunayoishi na sadaka ambazo kwa sasa watu watakuwa wanatoa.
kuna vitu vya kufahamu, kuna jambo la kufahamu ili kuepuka. Kwa hiyo somo hili lengo lake ni kutusaidia kujilinda, kuepuka hasira ya Mungu au ghadhabu ya Mungu. Sadaka ya wasio haki. Sadaka ya wasio haki. Neno la Mungu nasoma, naanzia Mithali. Mithali sura ile ya 21. Mithali sura ile ya 21, mstari ule wa 27. Angalia, anasema sadaka ya wasio haki ni chukizo. Sadaka ya wasio haki ni chukizo, si zaidi sana ailetapo mwenye nia mbaya. Si zaidi sana ailetapo mwenye nia mbaya. Sadaka ya wasio haki, Biblia inasema ni chukizo mbele za Mungu, ni chukizo. Sadaka ya watu wasio haki ni chukizo. Watu wasiotenda haki, watu ambao wanafanya dhuluma, maana yake ni watu wa dhuluma. Hao sadaka zao hazina kibali wala haki mbele za Mungu, ni chukizo mbele za Bwana. Sadaka ya mtu mwovu. Sasa wakati mwingine hapa tayari tu niingie moja kwa moja, kama sadaka ya mtu asiye haki ni chukizo, maana yake tuangalie huyo mtu tunayetaka kumwalika kwenye harambee, tumwangalie huyo mtu. Ikija kama hujajua, wewe mtumishi au wewe mwingine yote ambaye unaweza kupokea sadaka, kama hujajua sawa, lakini kama unashuhudiwa rohoni na kama umeona maisha na matendo ya huyo mtu, sadaka ya wasio haki ni chukizo kwa Bwana. Tusipokee. Hata kama tunahitaji kujenga kanisa na vitu vingine, tusipokee. Na kama ni wewe, usipeleke mpaka utengeneze na Yesu. Kama unanisikiliza na sio mtu mtenda haki, ni mtu usiyetenda haki, Biblia imesema sadaka ya wasio haki ni chukizo. Ni mtenda haki. Hiyo nafasi ulionayo umefanya haki, umeipata kwa haki. Huo utawala ulionao umeupata kwa haki. Hiyo biashara umeipata kwa haki. Hicho ulicho nacho umekipata kwa haki. Manake kama hukutenda haki, hata sadaka utakazopeleka, hata misaada utakayotoa ni chukizo mbele za Bwana. Kumbuka, tunaposema sadaka sio mpaka ile tunayopeleka kanisani. Hata unaponunulia watoto chakula, kama wewe sio mtenda haki, manake unapowaletea, hiyo ni sadaka tayari. Kwa hiyo unachokileta kwao tayari ni chukizo, kwa sababu unawalisha damu za watu, unawalisha dhuluma, unawalisha mabaya. Kuna watu wanawatendea wengine mabaya, alafu wanapata malipo kwa sababu wamepewa nafasi ya kuwafanyia wengine mabaya, alafu wana malipo wanayopata. Hiyo fedha usipeleke mahali, bora ukae nayo mwenyewe, itumie wewe mwenyewe, lakini popote utakapoipeleka ni chukizo mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni mtu anayetenda mabaya, alafu unachukua mali au ile sadaka au ile fedha, ukifikiri unaenda kutoa na kwamba itasaidia kuhurumiwa au kusamehewa, umejidanganya sana. Mungu anachohitaji ni moyo wako, ni utii wako, ni utakatifu, ni wewe kutii, ni wewe kumpa moyo au tawale, ni wewe kuishi maisha ya matakatifu, ni mimi kuishi maisha ya matakatifu. Mungu hafurahishwi na vitu. Anasema makafara ya vyote na masadaka na vitu vyote vitanifurahisha ni vitanifaidia nini? Bwana anataka kwanza tuwe na uhusiano na ushirikiano ulio mzuri na yeye. Haleluya. Uhusiano ulio wa karibu na yeye. Jina la Bwana litukuzwe na tena lisifiwe milele. Kwa hiyo anasema sadaka ikiwa ni ya mtu asiye haki mbele za Mungu, hilo ni chukizo. Alafu anasema si zaidi sana aletapo mwenye nia mbaya. Una nia mbaya ndani ya moyo wako. Kama ni mtu mwenye nia mbaya na watu, una nia mbaya na watu wengine, yaani umeweka nia mbaya juu ya watu wengine, ujue kabisa wewe kwa mbele za Mungu ni chukizo. Kwa sababu chukizo manaki ni wewe unayofanya. Kwa hiyo hata kile unachokipeleka na kinageuka kuwa chukizo. Kwa hiyo chukizo la kwanza ni wewe. Kama Mungu akitazama moyo wako, una mawazo mabaya, una nia mbaya, si mtenda haki. Kama ni hivyo, ujue kwamba mbele za Bwana, Bwana anakasirishwa na jambo hilo, hapendezwi na jambo hilo, hapendezwi. Sasa ni wakati ambapo haki kwa wengi haifanyiki, haki haitendeki. Unaweza ukaenda mpaka kanisani ukakosa haki, ukaenda mahali pa wanapotakiwa kutoa haki, kwenye vyombo vya kutoa haki havitoi haki,
ambao ulitegemea hapa ndio watasimamia haki ipatikane, ndio kabisa wanapoteza haki. Alafu unakuta mtu huyo anakimbilia kupeleka sadaka kanisani. Ni chukizo. Mungu hataki vitu vya namna hii, anakataa. Kwa hiyo angalia, na sasa kipindi tulicho nacho hiki, angalia sana, hakikisha huyo mtu kwamba maisha yake yakoje. Kama vieleweki, msaada wake kataa. Na kama ni mahali pa sadaka, hiyo sadaka usichukue, usipokee. Sikiliza Roho Mungu anakuongozaje juu ya huyo mtu na juu ya hiyo sadaka. Sikiliza, kwa sababu Roho Mtakatifu anatufundisha. Twende tuone tena maandiko mengine. Mithali, twende tena tuone Mithali sura ile ya 10. Mithali 10. Mithali sura ile ya 10 tena. Twende tuone tena hapo neno la Mungu. Katika Mithali sura ile ya 10. Katika Mithali sura ile ya 10. Katika Mithali sura ile ya 10. Anasema, hazina za uovu hazifaidi kitu, bali haki huokoa na mtu. Bali haki huokoa na mtu. Bwana hata iacha nafsi ya mwenye haki ife na njaa, bali tamaa ya mtu mwovu huisukumia mbali. Hazina za uovu hazifaidi kitu. Hazina za uovu hazifaidi kitu, bali haki huokoa na mtu. Bali haki huokoa na mauti. Huokoa na mauti. Bali haki hutuokoa na mauti. Kwa maana nyingine, hazina za uovu manake ni watu waliojilimbikizia vitu vya uovu. Wamepata madaraka, nafasi, utajiri kwa njia za uovu, kwa njia isiyo halali. Hawajatenda haki. Watu ambao hawakutenda haki. Watu ambao hawakutenda haki, Mungu anakasirishwa na sadaka za namna hiyo. Mungu hapendezwi na sadaka za watu ambao hawakutenda haki, wamepata kwa dhuluma. Mungu anakasirishwa. Mungu anakasirishwa na watu wa namna hiyo. Anasema hazina za uovu hazifaidi kitu. Hazina za uovu. Angalia hazina zako umezipataje? Umezipata kwa halali ama sivyo? Kama hujazipata kwa halali, manake Mungu anasema ni chukizo mbele zake. Na hazifai kitu. Yani manake hazina kitu. Hazitakupa maisha yaliyo sahihi. Zitakupa maisha yaliyo mabovu. Utakutana na maisha yaliyo mabovu. Hautafanikiwa. Haitakusaidia. Ni bora uwe na hazina zinazopatikana halali. Uwe ni mtenda haki. Tenda haki, utamfurahisha, utampendeza Bwana. Lakini usipotenda haki, umemchukiza Bwana. Na Bwana Mungu hawezi kabisa kubaliana na watendao uovu. Na anasema hata vitu vyao yeye hawezi kuvipokea. Kwa hiyo jihadhari na wasio haki na visivyo vya haki. Vikatae, viache. Havimpendezi Bwana. Havimtukuzi Mungu. Mungu hapendezwi nazo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Yesu litukuzwe sana. Jina la Yesu lisifiwe milele. Sadaka ya wasio haki ni chukizo. Alafu anasema hazina za uovu hazifaidi kitu, bali haki huokoa na mauti. Ukiwa mtenda haki utaokolewa na mauti. Mauti kwenye vitu vyako, mauti itaondolewa kwenye maisha yako. Kwa hiyo anasema haki inatusaidia kuokolewa kutoka kwenye mauti. Mauti haitafanikiwa kwenye maisha yetu. Mauti haitaweza kwenye maisha yetu kwa sababu tunatenda haki. Kwa hiyo haki inatulinda na kitu kinachoitwa mauti. Hatutaingia kwenye mauti kwa sababu tumetenda haki. Tunaishi maisha ya haki. Tukiishi kwa haki, Mungu atatupatia haki na tutaokolewa na nguvu za mauti. Hazina za uovu hazifaidi kitu. Kuna watu wanajipatia utajiri sasa kwa uovu. Kuna watu wanajipatia mafanikio kwa njia za uovu.
lakini namna hiyo mbele za Bwana haisaidii, na anasema hawezi hata kukubali na kupokea hicho unachopeleka. Anahitaji kupokea kitu kilicho safi na salama, kitu kilichopatikana kwa haki, maisha ya haki. Haki, tuimbe haki, haki mioyoni mwetu, haki. Mungu ni wa haki. Na kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 anasema atendaye haki yuna haki. Atendaye haki yuna haki. Ishi maisha ya haki, tendea watu haki, usitendee watu dhuluma, usifanye vitu vya dhuluma, usifanye vilivyo vya dhuluma, fanya vilivyo vya kweli, fanya yanayompendeza Bwana. Haleluya! Fanya kinachomtukuza Mungu aliye hai, kwa sababu ni Mungu aliye wa haki, mwaminifu sana, mwenye kutupenda sana, ambaye atatubariki tena, atatubariki tena, atakubariki. Na ndio sababu anasema hazina za uovu hazifaidi kitu. Hutafaidi kitu kwenye hazina za uovu, hutafaidi kitu. Utaambulia mauti, utaambulia maangamizo, utaambulia vifungo na mateso, utaambulia yaliyo mabaya. Kwa hiyo kaa tayari kufanya yanayompendeza Mungu, yanayomtukuza yeye. Usifanye yatakayo mkasirisha, kwa sababu Mungu hatapokea hata kile ambacho wewe utaenda nacho mbele zake. Hazina za uovu hazifaidi kitu, mpendwa. Hazina za uovu. Haleluya. Ukiangalia katika pia nisome tena mahali pengine alafu nitarudi kule. Mithali sura ile ya 15, Mithali 15 mstari ule wa 8. Sadaka ya mtu mbaya ni chukizo kwa Bwana, bali maombi ya mtu mnyofu ni furaha yake. Sadaka ya mtu mbaya ni chukizo kwa Bwana. Dunia sasa, maisha katikati ya jamii, kuna watu wenye mabaya, kuna watu watenda mabaya, kuna watu wenye machukizo, kuna watu ninasema au Mungu anasema tusipeleke hiyo sadaka. Nakwambia usipeleke hiyo sadaka. Usiende na hiyo mbele za Bwana. Ni chukizo mbele za Bwana. Hata kubali. Angalia nafasi ulio nayo, angalia mafanikio ulio nayo, umeyapataje? Hayo mafanikio kama huku yapata kwa halali, usipeleke hiyo sadaka kanisani. Mungu anataka watenda haki. Mungu anapendezwa na wanaotenda haki. Sadaka ya mtu mbaya ni chukizo kwa Bwana, bali maombi ya mtu mnyofu ni furaha. Maombi ya mtu mnyofu ni furaha. Yaani ibada ya mtu mnyofu ni furaha. Sasa unafanya ibada, lakini wewe tayari ni mtu ambaye umemwaga damu ya mtu. Hiyo damu inalia na inakufuatia. Haiwezi kukuacha salama. Angalia maisha ulio nayo, fedha ulio nayo. Watumishi wa Mungu, kama tunamuona huyo mtu na tunajua huyo mtu njia zake, tumuite pembeni, tumwambie wazi wazi. Tumwambie. Mwambie kabisa, wewe maisha unayoishi au kipato unachopata au kwa jinsi ulivyo, hata sadaka yako haikubaliki. Tengeneza na Yesu kwanza. Weka ushirika, uhusiano mzuri na Bwana. Hazina za uovu hazifaidi kitu. Sadaka ya mtu mwovu ni chukizo. Amesema hapa. Sio kila sadaka tunapokea, sio kila sadaka inafaa. Sadaka ya mtu mbaya ni chukizo kwa Bwana, ila mtu mnyofu, mtu mwenye akumcha Bwana, mtenda haki, ni furaha mbele za Mungu. Mtenda haki ni furaha mbele za Mungu. Wewe ambaye ni kiongozi kwenye familia, kwenye kanisa, kwenye taifa, mahali popote ulipo, fanya haki, tenda haki, ishi haki, watendee watu haki. Usionee watu, usiumize watu, watendee mema. Na Mungu atafurahishwa na wewe, utakuwa wewe ni sadaka nzuri, na vitu vyako vitamfurahisha Bwana, atavipokea. Bali haki uokoa na mauti. Bwana hataiacha nafsi ya mwenye haki ife na njaa, bali tamaa ya mtu mwovu huisukumia mbali. Tamaa ya mtu mwovu huisukumia mbali. Kuna watu wanaishi kwa tamaa. Kuna watu wanaishi kwa tamaa. Na wako tayari hata kuua, wako tayari kuloga, wako tayari kufanya mabaya kwa wengine ili wajipatie kipato.
Kama ambavyo nakwambia sasa hivi, kuna watu wanaona ni sawa tu kuua wenzao, wajipatie utajiri, wajipatie madaraka, wajipatie mamlaka, wajipatie maisha. Sasa maisha ya namna gani? Unaangamiza maisha ya mwingine. Hakuna maisha hapo, ni makaburi tu, ni misiba tu. Ghadhabu ya Mungu iko juu ya watendao mabaya. Na Biblia, masomo tuliojifunza wiki ni kwamba anayemwaga damu inapomwagwa, hasira ya Mungu huwa inawaka. Hasira ya Mungu itawaka. Usimwage damu ya mtu, usione, usitende dhuluma. Mungu anakasirishwa, anakataa mpaka sadaka inayopatikana kwa mtu ambaye ni mdhuluma, si mtenda haki. Mungu anaikataa hiyo sadaka. Pendwa, Bwana hata iacha nafsi ya mwenye haki ife na njaa. Mwenye haki usianze kuhangaika ukafikiria kudanganya au kufanya ubaya ili ujipatie riziki, ujipatie chakula, ujipatie utajiri, ujipatie maisha. Hapana, maisha yako yatatunzwa na Mungu, yanalindwa na Mungu. Atakushibisha. Mungu ni mwaminifu, atakushibisha. Kwa hiyo kama makini sana, kama makini sana, kama makini kabisa, na jitenge mbali na uovu. Tazame Bwana, ishi maisha matakatifu, ishi maisha ya utakatifu. Tazame Jehova, kwa sababu yeye anaweza. Anasema Bwana hata iacha nafsi ya mwenye haki ife na njaa. Haleluya! Wenye haki, haleluya! Wenye haki, atukuzwe Yesu. Wenye haki hawatakufa njaa. Bwana amesema, neno lake lasema Mungu hatamwacha mwenye haki afe njaa. Kwa hiyo sasa hivi dunia tunayoishi, ambayo watu wamekuwa rahisi kutenda dhuluma, kupiga wengine, kuangusha wengine, kuumiza wengine, kuharibu wengine, ili wajipatie tu fedha, wajipatie mshahara. Maisha hayo ni maisha ya kishetani, mpendwa. Yana ghadhabu ya Mungu. Ghadhabu ya Mungu itakujiria. Utapigwa na Mungu vibaya, utapotelea pabaya. Bora usimame kwenye haki, watendee watu mema. Umepewa mamlaka na uwezo wa kuongoza wengine, waongoze kwa haki. Tenda haki, hurumia, usiumize watu. Haleluya, haleluya. Angalia sana, angalia. Bwana hataiacha nafsi ya mwenye haki wake ife na njaa. Hata acha wenye haki, kwa sababu kule kwenye Waebrania anasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Mwenye haki wa Bwana ataishi kwa imani. Mwenye haki ataishi kwa imani. Mwenye haki ataishi hata kufa. Imani itamsaidia kuendelea kuishi. Haki itatuweka salama. Haki inatuokoa na mauti. Kwa hiyo ukiwa ni mtu wa dhuluma, manake mauti tayari imekupata. Utaiingiza mpaka kwa watoto, utaiingiza kwenye familia, utaingiza, itatawala mauti. Maisha yako yatakuwa ni mauti. Kwa hiyo angalia, usidanganywe na dunia hii ambayo ni ya muda mfupi sana. Nashangaa hivi, inakuwaje mtu anaona kumaliza mwenzake ni sawa tu, kwa sababu una nafasi, kwa sababu unataka mshahara mwisho wa mwezi. Huo mshahara ni kuni, itakuwa kuni, ni moto utakuakia. Kwa hiyo usiishi maisha hayo, usiishi maisha hayo. Wacha tuone tena, hebu tena niwakumbushe tena. Ona tena kilichopatikana kwa damu, au kilichopatikana isivyo haki, kilichopatikana kwa dhuluma, kinavyokuwa mateso. Narudia tena pale kwenye Mathayo 27. Hebu tusome tena Mathayo 27. Mathayo 27, nianzie mstari wa 3. Tuone habari za huyu mtu aliyesaliti, aliyefanya mbaya. Kisha Yuda, yule mwenye kumsaliti, yani alimsaliti Yesu, alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa, yani Yesu amesha kuhukumiwa, alijuta. Na kukumbusha tena, alijuta. Fedha inayopatikana kwa dhuluma isiyo ya haki, na kumwaga damu za watu, na kupiga watu, na kufanyia watu mabaya, hiyo fedha itakufanya utaishi maisha ya kujuta, maisha ya kujuta. Moja, akawarudishia wale wakuu wa makuhani na wazee vile vipande vya 30 vya fedha, akasema nalikosa. Naona anaendelea kujuta, ni mateso. Anasema nimekosa, nimesaliti damu isiyo na hatia, nimesaliti damu isiyo na hatia. Wakasema basi haya yatupasa nini sisi? Yaangalia haya mwenyewe, wanamkana, utakanwa, utaachwa, watakukimbia.
hao waliokushawishi kwamba nenda kapige, nenda kateke, nenda kaharibu, nenda kafanye kile na kile, nenda kaibe, fanya hivi. Kama unaagizwa tu na unashirikiana nao, hao watu wanafika mahali wanakukataa. Atakataliwa. Anasema wakamkataa, akamwambia haituhusu sisi. Lakini mwanzo walikuwa wanacheka naye na wakatoa na fedha wakampa. Sasa wanamkana, wanamwambia hayo ni juu yako, huo ni mzigo wako baba, utabeba mwenyewe, beba mwenyewe, halituhusu sisi. Akamwambia yaangalie wewe mwenyewe. Akamwambia hilo ni la kwako mwenyewe, ni mzigo wako mwenyewe. Haya, waona alichokifanya, akavitupa vile vipande vya fedha. Akavitupa vile vipande vya fedha katika sanduku, katika hekalu. Akavitupa vile vipande katika hekalu. Akaondoka, akaenda akajinyonga. Akaenda kujinyonga. Kuna kujinyonga, kuna kujiangamiza mwenyewe. Hutendi haki, utajiangamiza mwenyewe. Unafanya dhuluma na unamwaga damu zisizokuwa na hatia, utajimaliza mwenyewe. Utajimaliza mwenyewe. Ni Biblia, sio maneno yangu. Inasema utajimaliza mwenyewe. Akaenda kujinyonga. Akaingia kujinyonga. Sawa. Alafu ile fedha alifanyaje? Ile fedha alipeleka hekaluni ikawe sadaka. Hayaona. Wakuu wa makuhani wakavitwaa vile vipande vya fedha, wakasema si halali. Wakasema si halali. Huko na sadaka si halali kanisani. Tumeshajua huyu mtu njia zake. Hakuna sababu ya kumwalika kwenye harambee. Hakuna sababu ya kumleta kuchangia. Hakuna sababu ya kuchukua fedha yake. Yacha, Mungu ana fedha nyingi. Mungu ana watu wengi. Mungu ana watu wengi, atatokeza njia nyingine tu. Usiende kwa sababu una uhitaji kakimbilia tu kuchukua haraka haraka. Nasema labda kama hujajua kabisa, hujui na ndani yako huoni wasiwasi. Kama unakosa amani ndani yako pia usipokee, maana yake ni Roho Mtakatifu anasema na wewe. Wakasema si halali hii kuwa sadaka, si halali hii kuiweka madhabahuni kwenye nyumba ya Bwana. Wakaichukua, Biblia inasema wakaenda kununua konde. Wakaenda kununua eneo wanaloliita nini? Konde la damu. Likaitwa konde la damu, eneo la damu, eneo la mauti. Yaani fedha ile unayoipata kinyume cha mapenzi ya Mungu, fedha unayoipata isivyo haki, mafanikio na utajiri unaopata ambao hujaupata kwa haki, matokeo yake ni kujinunulia makaburi, manunguniko, mateso, vilio, maombolezo, ghadhabu ya Mungu, hasira ya Mungu. Jitenge na vitu hivyo. Anasema kinachopatikana kwa dhuluma hakifaidi kitu. Mali iliyopatikana kwa udhalimu haifaidi kitu. Mithali, tumesoma Mithali 10 mstari wa 2. Hazina za uovu hazifaidi kitu, bali haki huokoa na mauti. Bwana hata muacha mwenye haki afe na njaa, hata iacha nafsi ya mwenye haki ife na njaa, hata iokoa, atailinda. Sadaka ya mtu mwovu ni nini? Ni chukizo mbele za Bwana, amesema. Sadaka ya mtu mwovu ni chukizo mbele za Bwana, amenena Bwana. Ni chukizo. Usiwe na vitu vilivyopatikana kwa uovu na ukavipeleka na kanisani. Ni chukizo mbele za Bwana, havitapokelewa. Nimesoma katika Mithali 15 na mstari ule wa 8. Sadaka ya mtu mbaya ni chukizo kwa Bwana, bali maombi ya mtu mnyofu ni furaha yake. Angalia maisha unayoishi, nirudie tena, yawe ni maisha matakatifu. Angalia kazi ulio nayo, angalia kipato unachokipata, unakipataje? Angalia msingi ulio nao, huo msingi uliutengeneza kwa dhuluma au kwa uovu. Mungu anakataa vitu vyako, anakukataa wewe, anakasirishwa na wewe, na hata upatavyo itakuwa ni hasira na ghadhabu kwake. Pesa aliyoipata, kazi aliyoifanya Yuda ikawa ni hasara, majuto na kujinyonga na kujimaliza, na hata ile fedha ikakataliwa, ikaondolewa kwenye madhabahu ya Bwana. Imekataliwa. Basi jihadhari. Basi ishi maisha ya haki, ishi maisha ya utaua, ishi haki, tenda haki, fanya haki. Mungu akubariki, akujaze haki ndani yako. Nawe itafute hiyo haki, kwa sababu inapatikana.
Mengine ni sisi tu kuamua, wala sio hata Mungu. Sisi tuone hapa, nimejua, nimesikia neno la Mungu, sasa ninafanya. Alafu Mungu ndipo analeta msaada wake, anatuwezesha, tunakuwa salama, tunashinda. Kwa sababu hatuwezi kwa nguvu zetu, hatuwezi chochote kwa uwezo wetu, ni mpaka kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Sasa ni pale tunapoamua. Usipoamua, Mungu ananyamaza, anaacha. Amua kwamba hutaki vitu vya dhuluma, hutaki kutesa watu, huna sababu na hutaki kupiga watu, hutamwaga damu ya mtu, hutaishi maisha ya uovu bali matakatifu. Kwa sababu Mungu ni mtakatifu na anataka vitakatifu kwa utukufu wa jina lake. Amina. Bwana akubariki. Bwana akubariki sasa na hata milele. Karibu tupate kuomba. Mungu Baba, katika jina lako Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako la uzima. Asante kwa neno hili. Naomba likafanyike baraka, ponyaji na ushindi kwa mtu, Bwana. Naomba likatende jambo jipya kwa utukufu wako, Mwokozi. Katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Naomba Baba likalete uzima na kufunguka fahamu na nafsi zetu jue. Maisha yetu yanapaswa kwa maisha ya haki sana, kwa sababu wewe ni Mungu wa haki na unapokea hata vilivyo vya haki. Visivyo haki unavikataa. Mungu, naomba utusaidie ili tuweze kuepukana na fedha zilizopatikana kwa damu, zisiingie nyumbani kwetu, madhabahuni, maishani mwetu. Fedha zilizopatikana kwa damu, Bwana tusaidie tuweze kutengwa na hizo. Tuepushe kupokea fedha inayopatikana kwa mikono ya damu. Mikono ya damu isitupatie hizo fedha. Tunazikataa kwa jina la Yesu, nazifungia milango tangu sasa. Omba hivyo na wewe mpendwa. Omba kwamba unafunga mlango wa kupata pesa iliyopatikana kwa damu, pesa iliyopatikana kwa udhalimu, kwa uovu. Ikatae, isiingie kwenye maisha yako, kwa watoto wako, kwenye nyumba yako. Isiingie mahali pako, ila ingie fedha inayopatikana sahihi kwa halali, maana zipo nyingi sana fedha halali, fedha zilizo teule. Biblia inasema kwa habari ya fedha teule, maisha ambayo ni mazuri, maisha yanayoletwa na Mungu mwenyewe. Mungu neno lake limesema hata muacha mwenye haki afe na njaa, atamshibisha. Baba, asante kwamba unashibisha wenye haki, hutaacha wakafa kwa njaa. Maisha yetu yataendelea kwa jina lako. Baba, tusaidie kukataa maisha ya dhuluma. Yesu, tujalie nguvu na uwezo. Naomba vijana wakatambue, vijana wakaishi maisha ya haki, maisha ya matakatifu. Vijana wakaendelee kutumikia katika amani na katika utakatifu, katika jina la Yesu Kristo. Naomba nguvu zako zitusaidie, na vijana waishi maisha ya utulivu na ya haki, maisha ya kutenda mapenzi ya Mungu. Watengwe na mapato ya udhalimu, wasiwe na mapato ya uovu, wasiwe na mapato yanayopatikana kwa njia za uovu. Kwa jina lako Yesu, tuachanishe nayo, tutenge nayo Bwana. Naomba watenge wale vijana, watenge wale watu na hayo maisha na hizo njia na hizo hali, kwa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Naomba tukalindwe Bwana sawa sawa na mapenzi yako. Naomba tukaepushwe Bwana na vitu vinavyopatikana kwa udhalimu. Tuepushe Bwana mikono yetu na maisha yetu yasitende uovu, yasitende dhuluma. Tunaikataa dhuluma kwenye familia, kwa watoto, kwa wazee, kwa vijana. Baba, ninafunga njia za dhuluma na mipango ya dhuluma isikae na isifanikiwe kwetu katika jina lako Yesu. Ukatulinde Bwana, ukawalinde wakupendao, wakuabudu wewe. Wenye haki wako wataishi kwa imani, wataishi. Wenye haki wa Mungu wanaweza kufanikiwa, wanaweza kushinda. Lete juu ya watu wako kushinda na zaidi ya kushinda katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa sababu umejaa neema. Endelea kutuponya Bwana na mikono ya damu. Endelea kutuokoa tusiingie huko. Taifa letu liponye sasa, litakase kwa damu yako. Tumeaibika, tumepata mateso na taabu na hali iliyo mbaya. Naomba geuza Tanzania, ibadilishe Tanzania. Waweza Mungu wetu, mfalme wetu, tuhurumie, turehemu, tuangalie kwa huruma na rehema sawa sawa na fadhili zako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ufalme ni wako na nguvu na utukufu. Mwenye nguvu, mwenye nguvu, mwenye nguvu. Bariki watu wako, wape kukaa katika imani. Jaza mioyo yao ujasiri, ushujaa.
hukutupa roho ya woga, ulitupa roho ya nguvu, roho ya uweza. Baba, saidia vijana na nguvu yako yawezeshe vijana waliochoka na kukata tamaa, vijana waliopoteza matumaini, vijana ambao sasa wameendelea kuona tabu katika nchi yao. Bwana, watulize kwa neno lako. Baba, watulize kwa neno lako, na sauti yako iseme nao kwamba wewe waweza yote, wewe wajua yote. Okoa Bwana, uweza wako upite kaskazini na kusini mwa Tanzania, mashariki na magharibi mwa Tanzania. Neema yako itufunike, damu yako itufunike, damu yako ituponye, uweza wako utusaidie. Bwana, bariki malango na anga la Tanzania liwe katika utukufu wako tena. Bwana, bariki malango, familia zetu zijazwe tena baraka na fadhili zako. Tutembee katika mapenzi yako, tuyaishi mapenzi yako daima, tuvutwe na uweza wako kwa kamba yako ya upendo. Bwana, tusaidie watoto wako, kanisa lako, familia zetu, malango yetu, katika jina la Yesu Kristo. Mungu, endelea kutenda jambo kwa uweza wako. Wawepo vijana hodari katika Bwana, waliojaa hodari katika Yesu, waliojaa neno la Mungu, waliojaa utakatifu na nguvu. Baba mwenye nguvu, katika jina la Yesu, tuepushe na fedha za damu, tuepushe na fedha za dhuluma, tuepushe na mali za dhuluma. Epusha watoto wako watakatifu wako, wenye haki wako, wenye haki wako. Bwana, umesema utawaacha wafe na njaa. Neno lako limetuambia utawashibisha, utawalisha, utawaepusha hata siku za njaa. Wewe ni Mungu utakayesimama na wao ili watulie, wasiwe na mangaiko wala na kukimbia. Tusimamishe tena Tanzania, tusimamishe tena watoto wako, simamisha wenye haki wako salama, na walinde, wachunge, waguse kwa uweza wako, kwa jina la Yesu wa Nazareti. Bwana Yesu, namwombea yule ambaye sasa ana udhaifu na taabu na huzuni ndani yake. Huzuni zikutoke, zikuachie kwa jina la Yesu. Funguliwa, pewa raha nafsini mwako katika jina la Yesu. Bwana, naomba mpe raha nafsini mwake, ponya maisha yake, ponya fahamu zake zikujue, na ajue anashinda katika hilo alilo nalo. Inawezekana kushinda katika jina la Yesu. Na tena Bwana, ninaomba damu yako imponye huyo aliye na magonjwa. Nguvu za giza ziondoke, nguvu za magonjwa ziondoke. Ninazikemea roho za mauti, roho za magonjwa, ninaziamuru kutoka, ziachie maisha yako saa hii. Damu Yesu ipite, sauti unapoisikia ije na nguvu na uweza utokao juu, ukuponye, uponywe kwa jina la Yesu. Ona uzima, ona amani, ona ushindi katika jina la Yesu. Funguliwa na upokee uponyaji na afya njema na furaha ya Bwana. Baba, endelea kurehemu na kufariji mioyo yenye machozi na huzuni. Mungu, tawala mwenyewe katika taifa letu, katika maisha yetu, katika kanisa lako. Liimarishe kanisa lako, lisimamishe katika nguvu na katika uweza, sasa na daima. Amen. Mungu wangu na Baba yangu akubariki milele, akubariki daima, akutunze, akuwezeshe. Karibu sana katika huduma hii. Kumbuka kusubscribe kama hujafanya hivyo kwenye YouTube channel hii. Angalia kwenye simu yako hapo, kuna mahali amekuandikia, subscribe, kuna kengele, bonyeza hapo. Na mahali pana kuandikia share, like, basi fanya hivyo kwa utukufu wa Bwana Yesu. Kumbuka hilo ni muhimu, uendelee kupata huduma hii kila wakati inapoendelea. Pia ni ustawishi wa hii huduma, ni jambo jema kwa huduma hii, kwa YouTube yangu hii, kwa ajili ya kazi ya Bwana Yesu. Karibu sana, endelea kutuombea pia kwa ajili ya utumishi wa hapa na pale kwa kazi ya Bwana Yesu. Bwana awe pamoja nawe, endelea kuomba, shirikisha na wengine, tuendelee kuomba. Ombea kanisa, ombea taifa, ombea kanisa, omba Mungu akatuwekee taifa imara lenye kanisa takatifu lilosimama pamoja, watu tunie mamoja, madhehebu tuwe kitu kimoja, watumishi tuwe kitu kimoja. Omba hayo, omba Mungu atuunganishe, tuwe wamoja, wenye nia moja, ili kuangusha falme na mamlaka, na yule adui asisimame tena, na damu ya Yesu ikamiliki. Omba hayo mpendwa, tushirikishane katika jina la Yesu. Barikiwa tele. Amen. Amen.